Serikali ifanye kazi yetu, na akionekana katika kwenye hichi kijiji, kwa kweli sisi tutakula kipisi cha roho yake. Basi fundi ujenzi anayefahamika kwa jina la Deo Chua mwenye umri wa miaka 37, mkazi wa kata ya Uru Kaskazini, wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, inadaiwa amefariki dunia kwa kipigo baada ya kudai shilingi 200,000 kwa mtu aliyekuwa amemwajiri amjengee nyumba yake wilayani humo. Inaelezwa kuwa siku moja kabla ya tukio hilo, mtuhumiwa wa mauaji alionekana akiwa na panga akimkimbiza Deo baada ya kuwepo kwa madai hayo ya shilingi 200,000, na siku iliyofuata Deo alikutwa katika nyumba yake akiwa hoi ajitambue, na alipopelekwa hospitalini alifariki dunia akiwa hajaweza kuzungumza chochote. Aidha, inaelezwa kuwa marehemu amefanyiwa uchunguzi wa kidaktari na imebainika kuwa amejeruhiwa sehemu mbalimbali za mwili wake ikiwemo kuvunjwa mbavu na shingo. Deo amefariki akiwa hana mtoto, huku wazazi wake na ndugu wengine katika mji wao wakiwa wamekwisha kufariki dunia, ambapo kwa sasa katika mji huo amebaki dada yake aliyezaliwa naye tumbo moja. Gadi TV imefanya juhudi za kulitafuta jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro ili kupata taarifa za upande wao, lakini juhudi hizo hazijazaa matunda hadi tunapofikia kupakia taarifa hii mtandaoni. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisa Msuya. Siku moja kabla ya tukio la marehemu, alikuja pale kibandani kwangu akiwa ana ndala. Nikamwambia shida ni nini? Mbona unahema sana? Akaniambia ni Robert amenikimbiza. Kwa nini? Namdai hela yangu. Na ndala ziko wapi? Amenyang'anya. Haya, akakaa nikamhudumia mbege kitochi. Kukaa kidogo Robert akapanda. Akapanda na panga lake. Alipopanda akapanda moja kwa moja mpaka hapa kwa marehemu. Baada ya kukuta marehemu amefunga mlango, akakrosi hapa mferejini, akapanda hapa juu kuna mfereji, akakrosi hapo kidogo akafika katikati akarudi. Naona kama kufika hata mbali akarudi. Namuona kabisa, nilitokeza barabarani nikamwangalia. Baadaye akarudi kwa kushuka moja kwa moja. Aliposhuka akaangalia tena kwa marehemu akakuta bado mlango umefungwa. Akashuka moja kwa moja. Katika kushuka sasa yule kijana akamaliza mbege yake. Nikamwambia sasa wewe unataka kufanyaje? Akasema mimi nimeenda kudai hela yangu. Hasa hatimaye ananitishia. Wakati wao amejificha kwa amejificha pale kibandani kwangu. Akapanda nyumbani kwake sasa baada ya kuona mwenzake ameshashuka. Katika kupanda sasa hapo, mimi sitaelewa tena alipotoka barabarani kilichoendelea. Kweli huyu mgonjwa wetu tulimkuta saa 12. Alikutwa saa 12, haongei, hafanyi nini, anahema kwa spidi. Kweli mama yake mdogo akaenda akachukua, akamuita baba yake mdogo kule, akaja akamkuta, wakamkuta hafai. Ndio akamchukua, akamweka hapo nje. Tukabidi tukazane kumuita nani mwenyekiti wa kijiji kwa sababu yeye ndo ana gari. Akaja akatuchukulia mtu wetu, tukapakia kwenye gari, tukampeleka Kibosho. Akapokelewa vizuri, akapata huduma ya kwanza. Kesho yake ndo nikapigiwa simu sasa nimpeleke KSMC. Na sasa hiyo shingo ilivyokuwa imekaa upande, wakaa inajeuka tena ikakangamaa moja kwa moja. Hapa kwenye koo kulikuwa kumevimba, ilikuwa limevimba kabisa. Sasa daktari wale wa KSMC walivyompokea kesho yake, sasa siku ya Jumamosi, kesho yake Jumapili, ndio madaktari wakaniambia huyu mgonjwa wenu ni nini? Nikamwambia kwa kweli tulimkuta hawezi kuongea wala afanye nini. Basi wale madaktari wakaniambia inabidi mkalete tufanye vipimo. Wakampiga vipimo vile vya vidogo vile. Wakaniambia huyu mgonjwa wenu, nikamwambia kweli mbona naona kama ana alama kwenye mikono huku. Wakaniambia kwa kweli hata huko mgongoni kuna michirizi za fimbo. Basi sasa nikamwambia naomba basi mumpige hata X-ray. Naona wakaniambia sasa kama ni X-ray mtatakiwa mkalipie X-ray. Tukalipia X-ray cha shilingi 62,000. Ilikuwa saa 10 na saa 1 kasoro. Tukalipia pamoja na dawa aliyotuambia. Tukaondoka. Kesho yake nikarudi. Daktari akaniambia kweli mgonjwa wako ilifika saa 2:30. Mgonjwa wenu amefariki. Basi
Nikakaa pale nikafikiria, nikaona nikabidi nimuombe daktari sasa. Nikamwambia mgonjwa wangu alikuwa amepigwa. Huyu ni amepigwa, huyu sio kwamba ni kawaida wala hajawahi kuugua tangu akiwa mdogo. Nilimuomba daktari ili niweze kuchunguza mwili wa ndugu yangu aliyofariki kwa sababu na wasiwasi amepigwa. Daktari akaniambia nenda nyumbani ukachukue ndugu yako. Muende polisi, muende mkachukue mapolisi wasimamie waje wakachunguze mwili wa ndugu yenu. Basi hapo tukaja nyumbani. Nikachukua ndugu zangu. Tuko 5. Tukaenda pale. Tukachukua daktari wetu tukachukua mapolisi wetu wakaenda wakatutangulia sisi. Siku hiyo wameambia waje kesho yake. Siku hiyo tumetoka tukaambiwa kwamba maskari watakuja hapo. Sisi tukaja asubuhi tukafika hospitali tukakuta madaktari wameshafika na maskari wako pale wanatusubiri wapi? Pale mochari. Wako kule ofisini wanakaa wanaongea na daktari pale. Sasa huyo daktari nikamchungulia nikakuta huyu sio yule daktari niambia nikachukue kwa sababu yeye ndio alikuwa anahudumia mgonjwa wangu. Sasa wakazunguka wakakaa kama saa 3 hivi. Sawa walivyokaa kama masaa 3 tukaitwa tena. Tukaenda kukaa pale, wakaingia ndani kule kwenye ofisi kwenye chumba cha mochari. Walivyoingia kule wakaenda kukaa kama masaa 2 tena. Unaona Maskari walivyoingia na daktari kule wakaja na yule daktari. Ndio wale wakaja wakasimama wakatuambiaje? Ina maana mnavyosema kwamba ndugu yenu amepigwa na daktari akichunguza akijua kwamba amekufa kwa pneumonia itakuwaje? Sisi tukawa tunasita kwa sema jamani, pneumonia inakausha mtu. Anatoa damu anatapika damu. Tukamwambia hapana, sasa iliopo sisi tumekataa, hatuko tayari mpaka tukachukue ndugu wengine. Kuliko hivyo tutachukua daktari mwingine. Basi tukaachana na mapolisi pale, sisi tukaondoka. Tulivyoondoka ndo tukakaa siku moja ya pili ndo tukateremka. Nilivyoteremka yule askari akanipigia simu saa 2:30 yule mkuu wa kituo. Akaniambia mmeshafika, madaktari wangu wako tayari kuja kuwasaidieni kusimamia mgonjwa wenu. Nikamwambia ndio tupo. Sasa baada hapo ndo nikawapigia ndugu zangu simu wakaja. Tukaondoka tukaenda mochari kwa ajili ya kupasua mwili. Tukasimama tukafika pale tukahojiwa pale. Mko tayari? Wale wako tayari, naomba waje hapa wale wa kuangalia mwili wenu. Tukatolewa watu hawa 3. Kabaki na huyo na Peter na huyo kijana wangu. Sasa tukasimama pale 3. Wakaa mwili wetu ukachunguzwa. Kitu cha kwanza walivyoanza kupasua, walianza kumchana kwanza kwenye hapa kwenye kichwa, kwenye koromeo hili hapa kifuani. Wakatoa kwanza kile kifua chote wakakiweka pembeni, wakachana, wakaangalia kule. Walivyochana hizi mbavu, kachana mbavu ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4. Zote zimeanguka. Kwa hiyo moja ilikuwa kama imepasuka kabisa kama ncha. Ilikuwa imeshatoboa washwashi. Ile washwashi ilikuwa linavuja, limeshatunga usaha sasa. Imeshaanguka kwenye ile ini ilikuwa imeharibika. Sasa kuangalia tena kwenye shingo hapa, hii shingo ilikuwa ina crack. Ukija ukiangalia mkono una crack kubwa, sijui alipiga nini mpaka ule mkono ulikuwa umeachana na viungo. Sasa hapo ndo wakacheki yale maini. Wakakuta ini limeungua na ile washwashi nalo limeshaanza kuungua kwa sababu lilikuwa limeshakuwa na kidonda pale mahali walikuwa ile mbavu ilikuwa imetoboa. Kaangalia kwenye ini na kwenye moyo nao ulikuwa umeshaharibika. Kwa ajili ya nini? Ile damu ilikuwa inaungua kwenye tumboni. Hapo wakafumua kichwa. Kwa sababu alikuwa madaktari wanasema ni pombe. Labda alikuwa ameanguka. Pasua kile kichwa, wakatoa ule ubongo, wakaweka pale mezani. Wakaangalia, wakaupima. Daktari akasema hauna dosari yoyote. Akauchambua, akaupima vizuri. Akasema kama ni pombe ungekuta hii damu ingekuwa mizizi ya hii ubongo ungekuta ni mekundu.
Basi hapo tukamaliza, tukaambiwa basi mgonjwa wenu ana fimbo mgongoni, hazina mahesabu, hazina hesabu, hazina idadi. Kwa hiyo mgongo ulipigwa kiuhakika. Ya nafikiri figo zilikuwa na paka kwenye figo zilikuwa hakuna. Ni kama zilikuwa zimesajika zile. Kwa sababu mgongo ulikuwa kama mcheke, yani ziko hivi. Fimbo hizo. Sasa tukasema kweli huyu ni binadamu au ni nani? Kweli nachoomba serikali tuangalie kwa jicho lipande. Huyu ni kama kawaida yake alishawahi kuua, na yeye huyu kijana alikuwa anamdai. Alikuwa anafanya kazi yake ya nyumba, akamjengea nyumba yake imefikia kabisa, alikuwa anamdai Laki2. Akawa anamwambia jamani, naomba unipe langu. Sasa kila akienda kumwambia nipe hela, hataki kumpa hela yake. Anambia nataka kunirusha. Akaja akanambia ba mdogo, huyu bwana amenyang'anya mpaka na malapa. Kweli hiki kitendo mlichokifanya sio kizuri ndani ya maisha ya roho yangu. Mungu alaani hiki kitendo. Huo mji utabaki hivyo hivyo mbele ya Mungu. Mungu ndiye atakayejua kiasi ambacho nilichokiona na huyu aliyofanya yote. Roho Mtakatifu atasimamia huo mji. Sasa hivi hapa akiachuliwa, kuna mtu atabaki kusana hapa Kigamboni? Kuna nani atasubutu kwenda kuruka daraja? Hebu naomba tu, unasubutu kumtuma tena mtoto barabarani jamani? Hebu naomba huyu mtu, Mungu serikali ifanye kazi yetu, na akionekana katika kwenye hichi kijiji, kwa kweli sisi tutakula kipisi cha roho yake. Basi tabia hiyo ya kupiga mtu na kumjeruhi ipo na kuua. Mwaka 2005 tukio hilo nalo lilifanyika hapo kwao. Alipiga mtu wakaua, wakatupa barabarani. Amekaa ndani takriban miaka 10, amekuja kutoka juzi kati hapa. Sasa haijaisha hata miaka 20 au 5, amepiga tena mtu ameua. Sisi tulikuwa tunaomba kwa serikali kama serikali itusaidie jambo hili, na sisi kama sisi viongozi kama viongozi hatutaki kumuona hata mtaa huu. Hatutaki kumuona. Endapo watamwachia hivi tu hatujazika au bado watu wana machungu, sidhani kitakachotokea. Lakini ile nyumba ina jeuri ya kutosha. Sio baba, sio mama, sio watoto. Na watoto ndio zaidi. Kwa hiyo mimi naomba sana serikali iangalie. Yaani iangalie jicho la pili. Wasifanye masiala na hili jambo. Jambo ni kubwa. Ni kubwa sana. Huyu mtoto alikuwa kipenzi cha watu. Watu wamesikitika mno. Sasa inakuaje mtu amuue mwingine tena ambaye amekwenda kudai ujira wake? Mimi ninachoomba jeshi la polisi waendelee na uchunguzi na baadaye wakamilishe uchunguzi na kuweza kuwafikisha wale wote wanaohusika na jambo hilo kwa mujibu wa taratibu za kisheria kwa ajili ya hatua za kisheria kwa maana ya mwanasheria wa serikali, lakini pia baadaye kwa ajili ya mahakama kwa ajili ya kupata haki ya mtu huyo. Baadhi ya matajiri, baadhi ya mabosi wamekuwa wakiamua kuwanyanyasa na kuwatendea haki kwa mujibu wa sheria ya kazi. Mimi niwaombe wale wote ambao wanaona wanafanya kazi either ni ya permanent au temporary waende katika vyombo husika kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na viongozi wengine ili waweze kupata haki zao za msingi. Kwani huko baadhi ya waajiri wamekuwa wakikwapua maslahi na haki za wafanyakazi kama ambavyo zimeelezwa katika vifungu mbalimbali vya sheria ya kazi na mahusiano kazini ambayo imeeleza mambo mbalimbali ya jinsi ya kuweza kuwatumikia wale ambao ni waajiriwa.